Asante sana Mheshimiwa Dr. Teameda Ntara. Nilimtaja Mheshimiwa Michael Mwita Kimbaki, Mheshimiwa Innocent Seba Bilakwate na Mheshimiwa Kilumbe Shaban Ngenda wajiandae. Nikushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili niweze kuchangia na mimi katika siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wananchi wa Tarime mjini kwa kuniamini, lakini pia kwa uchapazi wao ambao wanafanya kazi vizuri kuijenga Tarime yetu na taifa letu kwa ujumla. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu amefanya mazuri katika jimbo letu la Tarime mjini. Tulikuwa na tatizo kubwa sana la soko, ameleta fedha na tumepata soko la kisasa kabisa ambalo sasa watu wa Tarime watapata sehemu ya kufanyia biashara na uchumi wa mji wetu kukua siku hadi siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi leo nitajikita sana katika tatizo kubwa ambalo lipo katika nchi yetu la ukosefu wa ajira kwa vijana wetu. Tarehe 7 mwezi wa kwanza 2022, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa kule katika mkoa wa Magharibi alisema maneno haya: serikali yenu tunajua tatizo la ajira na tunalifanyia kazi ili kwa kutengeneza fursa mbalimbali ili vijana wapate ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo la ajira ni kubwa sana katika nchi yetu na inapelekea umaskini uweze kukithiri katika jamii yetu. Tatizo la ajira linafanya kupungua kwa kipato cha familia, lakini pia kuongezeka kwa umaskini katika familia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukosefu wa ajira unasababisha serikali ikose kodi kwa sababu watu wengi hawana kazi ya kufanya na hivyo kupelekea upungufu wa kodi katika taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pia uchumi wa nchi unadorora kutokana na ukosefu wa ajira kwa watu wengi ambao hawana ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, matatizo mengi ya kifamilia ambayo yanatokea mara nyingi yanasababishwa na ukosefu wa ajira katika jamii yetu. Watu wengi wanakuwa tegemezi na wanaofanya kazi ni wachache, hivyo kupelekea wanaozalisha wanakuwa wachache na kupelekea utegemezi katika jamii yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukosefu wa ajira husababisha pia ucheleweshaji wa malengo ya mtu binafsi, lakini pia kwa taifa letu kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni baadhi ya hasara za ukosefu wa ajira katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyojua, moja ya mambo ambayo yanasababisha ukosefu wa ajira ni kwamba watu wanakuwa wengi kuliko nafasi za kazi ambazo zilizopo. Katika nchi nyingi za Afrika, 70% ya watu ni vijana, ambapo inapelekea vijana ndio wanaofanya kazi zaidi kuliko wazee. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia katika taifa letu, kulingana na sensa iliyofanyika mwaka 2022, vijana ni wengi ambao kuliko wazee. Hivyo watu wanaohitaji kazi ni wengi kuliko kazi zenyewe zilizopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa niseme chanzo cha ukosefu wa ajira. Mimi binafsi nimefanya utafiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikaona miongoni mwa vitu vinavyosababisha ukosefu wa ajira katika taifa letu ni mfumo wa elimu unaotolewa katika nchi yetu. Mfumo wa elimu unaotolewa katika nchi yetu haukidhi mahitaji, na hiyo inapelekea wale ambao wanaopata elimu hii kukosa mwelekeo baada ya kuwa wamehitimu katika masomo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumo wa elimu unaotolewa katika nchi yetu haumfanyi mwanafunzi kujitegemea. Mfumo wa elimu unaotolewa katika nchi yetu humfanya mwanafunzi kuwa mtumwa wa ajira badala ya kujiajiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfumo wa elimu unaotolewa katika nchi yetu humfanya mwanafunzi kuwa asiwe mbunifu katika maisha ya siku hadi siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia katika mfumo wa elimu unaotolewa katika nchi yetu umeegemea sana katika mambo ambayo hayaendani na uhalisia ya maisha halisi ya Mtanzania. Ili tuweze kutatua tatizo la ajira katika nchi yetu, lazima tuangalie wazee wetu, baba na babu zetu walikuwa wanafanya nini wakati kabla ya mambo kubadilika. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Na wakati enzi hizo, wakati wa baba zetu, kulikuwa hamna tatizo la ukosefu wa ajira. Lakini ukosefu wa ajira umekuja baada ya elimu kuanza kutolewa. Sasa tujifunze ni yapi ambayo yalikuwa yanafanyika enzi hizo na kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira katika miaka hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza lazima tuangalie uhalisia. Baba zetu walikuwa wanafanya nini? Baba zetu walikuwa wanafanya kazi ya ufugaji, walikuwa wanafanya kazi ya kilimo, walikuwa wanafanya kazi ya uvuvi, walikuwa wanafanya kazi ya uhunzi. Na kazi hizi zote ndizo ambazo zimeajiri watu wengi sana katika taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiangalia katika mfumo huu, baba zetu wakati wote walikuwa wanahamasisha vijana kwenda shambani. Walikuwa wanasifia, hata wakati kijana anataka kuoa, walikuwa wanaangalia ni familia ipi ambayo hakuna njaa, ni familia ipi ambayo inajua kulima. Hivyo ili kuhakikisha kwamba wanaleta nguvu kazi katika familia ili uzalishaji uendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii tunapozungumza, ukienda katika shule zetu, shule za msingi, elimu ya awali, elimu ya sekondari na vyuo vikuu, tumefanya hivi vitu ambavyo ni vya asili ya Mtanzania. Ufugaji, uvuvi, kilimo na uhunzi vimekuwa ni vitu ambavyo si vya wasomi. Hivyo kupelekea watu kuchukia kilimo, kufanya watu wachukie uvuvi, na kuonekana wale wanaofanya kazi hiyo ni wale ambao wamepitwa na wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, na hivyo basi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeenda sasa, kila mtu anataka afanye kazi ofisini, kila mtu anataka aendeshe gari, kila mtu anataka awe secretary, awe askari, na hizi nafasi ni chache. Ili tuweze kutokomeza tatizo hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima kwanza tufanye mambo yafuatayo. Mafunzo haya ya asili ya Mtanzania yafundishwe kutoka elimu ya awali, chekechea. Watoto wajue kwamba kilimo ni sehemu ya kazi na ni kazi ya heshima. Ukienda shule ya msingi yafundishwe, ukienda sekondari yafundishwe, ukienda chuo kikuu yafundishwe, ili yakae kichwani, wayapende. Hata wakitoka hawatapata shida, waendelee kulima ili tuweze kupata uzalishaji katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia ni kwa nini viwanda haviwezi kufanya vizuri katika taifa letu. Ni kwa nini viwanda vya pamba vinavyozalisha nguo haviwezi kufanya kazi siku zote. Ni kwa nini hata alizeti haiwezi tukazalisha mafuta kutosheleza. Ni kwa sababu, Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wamekwepa kilimo na kila mtu anataka afanye kazi za ofisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, na tukahamasisha watu waende kwenye kilimo, watu wakaenda kwenye uvuvi, tutapata samaki wa kutosha ambayo itakuwa ni lishe kwenye taifa letu, lakini pia tutauza nje na kupata mapato. Tukihamasisha watu waende kwenye kilimo, tutapata mazao mengi ambayo viwanda vyetu vitapata malighafi ya kutosha, ili taifa letu liwe na nchi ya viwanda, tuweze kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kufanya hivi tutakuwa tumetengeneza ajira kwa vijana wetu, tutakuwa tumeondokana kabisa na tatizo la ajira katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukifanya maboresho katika mfumo wa elimu, hakika tutakuwa hatuimbi tatizo la ajira katika taifa letu. Sasa ukienda katika vitu vinavyofundishwa shuleni, zipo kozi zinazofundishwa katika vyuo vyetu ambavyo hata mtu hawezi kupata kazi baada ya kuwa amehitimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano, watu wengi wanahitimu ambao wamesoma mambo ya procurement, marketing na kadhalika na kadhalika, vitu ambavyo hata wakitoka pale mtu huyu hajawahi kushika jembe, mtu huyu hajawahi kushika nyafu. Sasa akitoka pale anaenda kumarket kitu gani? Alisema siku moja Mheshimiwa mbunge mwenzetu hapa, watu wengi tulianza kumshangaa, lakini ukweli ni kwamba, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kwa undani, vyuo vyetu vimekuwa chanzo cha kusababisha ukosefu wa ajira katika taifa letu la Tanzania. Kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, hata vitu vinavyofundishwa katika vyuo vyetu havina tija, vingi havina tija na havilengi soko halisi la ajira katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia mfano, Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu aliyesoma marketing, na kila mtu sasa hivi uchumi umekuwa mgumu, akiwa anafanya kazi yake anaitangaza mwenyewe kwenye vyombo vya habari. Sasa mtu aliyefanya marketing
anaenda kutangaza nini, na vyombo vya habari vipo kila sehemu na mtu anaweza kutangaza bidhaa zake. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza tuangalie pia vyuo vyetu na shule zetu vitu vinavyofundisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia watu wanaohitimu katika vyuo vyetu, walimu, maengineer na profession zingine, utaona kwamba hawana sifa zile za kufanya kazi, maana yake hajaiva kikamilifu ambao wanaweza kwenda kuajirika. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio maana serikali imekuja na mfumo kwamba watu wamesoma, imefundisha walimu mpaka wamehitimu, lakini mwisho wake ili aweze kumwajiri mtu ambaye ametengenezwa na vyuo vyetu, maana yake tunaenda tena wafanye interview, na wanafanya interview zaidi ya 2 mpaka 3 ili waweze kuajiriwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, maana yake kwamba hata serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi vyuo sasa hatuviamini vya kutosha, mpaka tunaanza kusahili wahitimu wetu ili tuweze kuwapa ajira. Mimi natoa ushauri kwa serikali, iangalie upya vyuo hivi ambavyo vinafundisha vijana wetu ambao hatimaye wanakuwa jobless katika mitaa yetu na katika nchi yetu ya Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Michael Kimbaki.